Yaani baada hata lilete maji nilainishe udongo. Yenyewe ninaniachia kazi zote mimi peke yangu. Oya we Beno, kalete maji hapa tumwagilie udongo hapa. Hivi wewe Beno, kwa nini usiendee maji? Hebu fanya haraka ulete maji achanganye udongo pale. Fanya haraka bwana, utuweke udongo hapa, tuweke maji udongo ulowe. Muda wenyewe umeshaenda. Usitupotezee muda bwana. Wewe Beno, nenda kalete maji huko. Hivi unapiga ngoma wakati wa kazi? Jamani. Kalete maji tuainishe udongo hapo. Mbona umekaa tu unasoma unapiga ngoma? Ukweli tabidi mimi nikushughulikia kwa viboko sasa. Sitaangalia umri wa ndevu wala tusikilizane jamani. Sikia mtu anafanya kazi kwa wakati wake. Mimi hapa napiga ngoma. Wewe sasa baba wewe nakuumiza nini? Unachelewesha maji kule. Si achukua kachoto kwa lazima kachote. Atafanya kazi ngapi? Achanganye udongo na kuchota maji. Yaani huyu mtoto huyu basi tu. Utafikiri nilisingiziwa jamani? Lete maji upesi hii. Hivi wewe Beno, tangu tumefika hapa, wewe ni kupiga ngoma na kukaa. Hii kazi yote unaniachia mimi. Unaona kichuguu hiki nimekipasua mimi mpaka muda huu. Wewe muda tunaambiwa tu unaanza kuleta ngebengebe. Hivi mimi nataka niwaambie swali. Ina maana kazi yote imefanya nini? Uliofanya ndio tuonyeshe uliofanya nini. Sasa inaonyesha uliofanya peke yako ni wapi? Yaani safari zote tunazoziona hizi. Asilimia kubwa tumefanya mimi na baba. Wewe unakaa tukija tu nikukaa unasubiri viazi viive uanze kula. Kalete maji tuainishe udongo bwana. Yaani familia hii. Yaani bora tukaangalie kwa familia nyingine sio familia hii. Tatizo lako wewe ni mkubwa wa bure tu. Yaani wewe ndio ungekuwa unaniongoza mimi kufanya hii kazi. Bwana mimi sikwani sichoti sina chota baba bwana. Bwana umezidi kelele bwana. Kwenda na muda. Bado tunaonyesha. Tatizo lako kwenda na muda. Yaani mimi relax unaangalia ni hali kwa hapa na hali na mbaya na mbaya. Una relax. Yaani mtu inamuuma, mtu kilachi mtu inamuuma. Yaani, mfanya haraka nitakupiga na dongo pumbavu. Waisha huko. Thubutu. Unashindwa. Nipige uone. Mwagilia wanaweka hivi. Yaani alosi mafupi ana kelele yani wala kukosea. Bwana kuna kelele. Yaani akili zingekuwa urefu. Mimi nadhani ungekuwa wa kwanza darasani. Sasa mbona unakuwa wa mwisho? Mbona ulikuwa wa mwisho unatuletea maziro? Ukubwa hapo sio wingi wa makamasi. Tena kwa taarifa yako sisi wafupi sasa. Ndio tunaongoza duniani kuwa na maakili. Angalia kina Messi wanavyocheza mpira na ufupi wao. Mchezaji bora duniani. Yaani baba anafanya kazi na umri wake jinsi ulivyo. Wewe kabisa na nguvu yako. Likitambi hilo, baada umsaidie leo mfanye kazi na kaa tu na deka tu. Mwanaume mzima una deka. Jana tusibadilisha haraka. Lete maji bwana. Wewe unatoa pala kwa wazee unatoa pala ufuatilia. Kwanza unatakiwa ukanyage udongo. Usifanye blazamenia. Vua machampali yako hapo kwanza ukanyage udongo. Ukanyage udongo hapo nani? Unajifanya je? Utakanyaga unafikiri huu nitafanya mimi? Tofali nyingi zote hizo unazoziona nimefanya mimi na baba. Wewe ni kuja tu unatuuzia sura mtoto wa mama. Tunafikiri mtoto wa nani? Anaizaa mama. Mbona yeye ni mama au si mtu kama unataka uende jela ukawe chakula cha watu? Matusi hayo. Matusi wapi? Kwani wewe ngo ukienda jela wewe unafikiri utaachwa salama na uvivu wako? Yo. The man is back. Yo. The man is back yo. Ponyo. Bulugoni. Baba Eliza. Yeah. Yo. Mama watoto. Niambie mume wangu.
katika kundi hili, ile kazi ya matofali ndio nimenunua ng'ombe hawa 4. Na hawa ng'ombe 4 ni maarufu kwa ajili ya kilimo. Kwenye kundi hili la ng'ombe umefanya vizuri mume wangu. Zile eka 2 nilizonunua kule ndio nataka ng'ombe tulime tumbaku ili mwakani tujenge nyumba ile ya kudumu sasa. Baba, na lile dume lile la kwetu lile? La kwetu. Kaa kimya na wewe. Lile Simba unaweza kauza milioni. Sawa. Nashukuru sana mume wangu, ila lingine. Ndio. Hapa naona kama vile tumepungua tu, kuna mapungufu. Mtoto wangu yule wa kiume, kwa nini tusimshirikishe? Anayetutegea kwenye kazi Wangu. Mama, lile unaliendekeza. Nakwambia hivi nalipenda kwa sababu ni la kwanza. Kama unaliona libaya, libovu, kwangu lizuri. Hivi mama, uvivu wote ule mtoto alionao. Bado tu kila kitu ndio maana mmechangia. Kimya na wewe unachuki kwa kaka yako. Mbona unakuwa na roho mbaya hivyo kwa kaka yako? Yule mvivu sana yule. Nimesema hivi ni mvivu, lakini yule ni wa kwanza wangu na anapaswa ashirikishwe. Mtoto huyu ana mdomo huyu. Baba, huyu ndo anasababisha. Mtoto lenye akili naliamini mimi. Sasa kama unaliamini na mimi namwamini mtoto wangu wa kwanza ambaye ndio ameanza kuiona dunia kabla ya hili. Anayetegea kazi. Mama, unajua atajua. Si anaweza katuua. Nasema hivi atuue asituue, yule ndio mwanangu na nimemtoa tumboni mwangu. Lazima naye apaswe kushirikishwa. Sawa, atajua. Si bado tunaendelea tuko naye. Sema halipo limeondoka. Yako che kidomo kubwa hili. Nyingine mwanao wa kwanza umeshamshirikisha ili analitambua. Mtoto hilo. Hata kama livivu yule ni wa kwanza wangu jamani, nasema naye ashirikishwe naye ana haki. Unajua atajua. Hapana nafikiri hata atajua. Na wewe kaa kimya kwa sababu unamchukiaga sana kaka yako. Hata mdogo wake yupo kisha. Kama lile dume aingie. Baba, hili tunalichoma lini? Tukimaliza tu kupanga. Tunataka tufanye bidii tuyapange haraka ili tulichome. Sasa na hapa unapanga, mimi ndio nisaidie kupanga. Maana naona pamepishana hapa. Yaani umenifundisha siku mbili tu nishakuwa mzoefu na mimi kidogo. Hii kazi nahitaji kuizoea hii. Wewe tungewahisha tukimbizane na mvua hii. Tena kama tukoe kumaliza. Yaani inabidi tu hizo. Yo. Man is back, yo. Fonyo. Bulugodi. Baba Eliza. It's meant for the dramas. Natamani kuwa bubu nisongee chochote la moyo na gazabu na machungu paka mate. Wakugaigembe mama. Wakugaigembe sangawe mulele. Nilikuwa nimekuja. Yaani baba, sisi tunafanya kazi peke yetu. Beno muda wote tu amekaa. Yaani ile mtoto suri limezaliwa kwa bahati mbaya, linaishi kwa makusudi. Huyu mtoto wa kufumua tu sasa. Hivi kweli hili ni la ukoo wetu. Mbona ukoo wetu na wachapa kazi? Nilisingiziwa hili mtoto. Yaani livivu. Batofali wewe.
Nilikuwa nimekosea kulipaka. Simamishi. Hapo hizi tofali ni kubwa kubwa baba. Hizo zinafaa kupeleka ukuta juu haraka. Nyumba itakayotoka hapa. Babu kubwa. Bonge la nyumba. Afu wewe mtoto kumbe unafanya kazi wewe kwa hapo. Kwa hapo unafanya nini wewe? Afu wewe mtoto ni vivu kweli. Toka hapo njoo ufanye kazi. Sio mama. Wenzao wanafanya kazi afu unasema sasa mama. Hem nyanyuka kufanya kazi hapo. Mtu wahi kabla mvua. Sasa mama, yani alafu mama. Yaani wenzao wanafanya kazi wamekaa hapo. sasa mimi sijafanya kazi. Wewe mtoto mjinga kweli. Hem njoo ufanye kazi. Kwenda uko mvivu mkubwa wewe. Yaani sasa mtu usikae ukikaa hivi kidogo. Nasema inuka toka hapo njoo ufanye kazi. Nakurushia panga mie. Hebu inuka hapo. Inuka kufanya kazi. Mtoto mjinga ni. Alafu jua mama utanua kweli wewe. Na hata kukata kweli shingo. Una ngumu kweli yani. Mimi napenda watoto wapumbavu kama wewe. Wote ni kazi. Mama hiyo ni kawaida yake. Yaani tangu tumeanza hizo. Wewe nyanyuka upesi ufanye kazi bwana. Yaani ile toto sio limezaliwa muda gani? Mwenye kula namba 1. Wewe mtu kama una nani kama mbona unataka kujenga nyumba. Si utafute watu ukoje fanya vibarua. Kazi Vibarua wapi na wewe upo? Yaani vijana wa kiume wote tupo hapa baba angalie kutafuta vibarua. Hiyo hela. Kwa hiyo nyumba inajengwa ya baba ya nani? Ya wote. Ya wote. Si ulizi baba akiondoka unafikia. Sasa mpaka aondoke leo hiyo. Acha uvivu. unajua siku nitakazoishi mimi. Oh, ushakata lingi unakufa muda wote. Hapo acha maneno ya kijinga. Usitangulie kufa wewe. Unamwambia baba atangulie kufa. Pressure. Atlanta. Bamiza tofali leo kwanza. Kwa nzima hivi. Fanyeni kazi huko. Pressure. Anafumwa tu mama wa watu. Yaani kwenye ukoo wetu hakuna toto vivu. Sijui wewe limetokea wapi. Wewe kufa tupate baba wengine. Siwaze kufa wewe una faida. Wewe baba kufa tupate mama mwingine. Mama ile kijana wewe. Kufa wewe. Yaani bora hata ungekufa wewe una faida. Muda wote ni uvivu. Baba anapiga kazi. Alafu lenyewe limekaa tu hata aibu halina. Yote leo anadegesha baba yake. Kuchapa makofi hamna. Baba mimi nipe kazi. Yaani ruhusu tu. Mimi nalipiga hili nyama za bure hizi. Akizibana mtoa filimaso ni nini wewe? Nisilogwe nini? Wewe unaniweza. Ndio usidogo kabisa. Yo. The man is back yo. Fonyo. Bulugodi. Baba Eliza. It's meant for the dramas. Yeah. Natamani kuwa bubu nisongee chochote la moyo na gazabu na machungu paka mate. Mwanangu nyaka! Mama! Nyaka ameniuma! Mama! 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 Wewe. Mama! 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 Wewe. Hebu kimbilia majani ya ule mti. Baba leteni kama tumfunge. Hebu kimbilia kwanza ile majani. Majani. Kimbilia ile dawa, majani ya kule. Si kimbilia majani ya ule mti. Leta pesa. Leta kama. Fanya upesi wewe.
Sasa unasikia baba? Mama yenu ndio kafariki. Ila sasa ili mdogo wako asije kaamanika. Unatakiwa usilie, wewe ni mwanaume. Mama yenu kafariki. Ninakuomba wewe ni mtoto wa kiume. Hakikisha hulii na mdogo wako hatambui lolote. Unatakiwa usilie, wewe ni mwanaume. Amefariki. Mama, ili dawa tukaishughulikie nyumbani. Mama, sasa tumbebe huduma zote tukafanyia nyumbani. Kabisa. Mwanangu nyaka! Mama! Nyaka ameniuma! Mama! 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 Wewe! Mama! 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 Wewe! Hebu kimbilia majani ya ule mti. Baba, leteni kama tumfunge. Hebu kimbilia kwanza ile majani. Majani. Kimbilia ile dawa. Majani ya kule. Si kimbilia majani ya ule mti. Mama, sasa tumbebe huduma zote tukafanyia nyumbani. Kabisa. Nawekea pumba hapo mshibe. Nizo zoyawekea hizo naona kama vile haziwatoshi. Afu kidume hakisha umewafanyia wenzako hapo wapate mimba. Nataka mwakani hapa vijike kama 5 hivi, maana unashiba kweli hapa. Baba. 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 Hali imeanza tena? I say, pole bana. Pole. Twende tuingie ndani, twende kupeke ndani. Hali inazidi kuwa mbaya. Hata hii hali inabidi. Kwa sababu siku hadi siku inazidi kuwa. Pole, jikaze.
Unatakiwa uende hospitali kwa hizi dalili. Kila siku hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Beno vipi? Safi. Salama. Aise. Naona umejidamka asubuhi hapa kuangalia nani kabisa. Aise, leo bwana, leo umeamkiwa na upako gani? Unaamka kwa hapa Pumba jinsi ninavyokujua wewe. Asubuhi na kitambi nje usikii baridi. Baridi wapi? Ngoja naangalia mifugo nikaekekea na Pumba hapo kidogo. Unajua bwana, kuna wakati vitu kama hivi unajua wanyama wanatupa faida hawa. Aise. Faida kila siku nakwambia ukachunge unagoma. Leo aise, sijui umeamkia na malaika gani leo. Ulivyo mkorofi hivyo kwenda kuchunga ng'ombe. Kawaida. Sasa Beno, sikiliza. Unajua hali ya mzee unaona jinsi ilivyo. Huyo mzee wako naye kazidi kudeka. Yaani ni anadeka. Umela vizuri. Na ndio maana hata mkeka tangulia. Sio mzee wangu, sema mzee wetu. Sasa nao unazingua, ndio maana mnagombana na baba kila mara wewe. Mzee anazingua. Hivi mzee anadeka wakati unaona kabisa hali yake ugonjwa jinsi ulivyo. Na yuko serious. Kujiendekeza tu. Sasa inatakiwa hivi. Wewe unatakiwa umpeleke hospitali. Sikiliza mwana. Yaani mimi simpeleki mtu hospitali na leo sina ratiba ya kutoka. Shida yako ndio maana unagombana na baba. Ndio maana utakuwa unaona kila siku baba hakupendi. Kumbe wewe muda wote unachokiambia unasema na deka. Kumbe mzee yuko serious na. Sasa wewe wazee ambao hawana chochote nao wao wanauma pressure. Mzee na mimali yake yote hii bado anauma pressure. Afe tu. Nilijua. Kama mnaenda hospitali peleka neni. Mimi siendi kokote. Yaani mimi nilijua wewe muda wote ni kubisha tu. Kile unachoambia ukiambiwa kuchunga ng'ombe unabisha. Ukimwambia hapa kumpeleka baba hospitali unabisha. Sio kitu gani utakubaliana na baba au mimi? Natakiwa bwana siendi kokote. Sina ratiba kwenda kokote. Mimi nishakwambia siendi kokote. Mpeleke bwana. Sina ratiba hiyo mimi. Sasa kwa hiyo mimi nikachunge ng'ombe, nimpeleke baba hospitali. Mimi kwa ajili najibadilisha mara mbili. Okay, nimepata idea. Sawa Wewe mpeleke mzee wako hospitali, mimi nitapeleka malishoni. Kama vipi wewe mpeleke? Mimi ng'ombe nitapeleka malishoni. Hapo hata wana shida kutoka malishoni, nishawekea pumba za kutosha. Hiyo pointi ya kwanza ndio ilikuwa pointi. Hivi vipumba ulivyowawekea hivi unafikiri watashiba tangu asubuhi mpaka jioni? Wamekula nyingi hizi, niteka zingine baadaye. Hamna bwana, wapeleke malishoni. Kwa sababu unaona jinsi walivyoanza kukonda. Majani yenyewe sasa hivi kiangazi na unafikiri wasipokushiba vizuri itakuwaje? Unajua hizi pumba niwekea nyingi wamemaliza tu hapa na baadaye unazingua. Sasa unafikiri pumba uliowekea umewekea kiasi gani? Pumba yenyewe sasa hivi debe moja 2000. Sasa umeweka kiasi gani hapa? Ni kugusa tu basi. Sasa ina shida. Poa. Wacha nijiandae niwapeleke. Basi jitahidi basi. Mimi ngoja nimpeleke baba akaangalie hali yake maana jinsi ilivyo. Hamna shida. Ila wapeleke kweli. Sio anze kusema nawapeleka afu tuwakute bado hujawapeleka. Nawapeleka bwana. Basi poa, wewe jitahidi bwana wapeleke na kisha wameshiba. Peleka kwenye ile bonde ile la nanile ambao kuna nyasi nzuri. Sasa usinipangie. Usinipangie napeleka ninapotaka usinipangie. Nitagaili hapa ndio sipeleki ng'ombe hapa malishoni. Basi wewe peleka unapowaona. Ili mali tu warudi wamenona. Unaona mimi kazi yangu nilivyowafanya mpaka napendeza. Basi poa. Kama huyu mwanangu mkorofi huyu. Huyu mkorofi. Ili mdume la mbegu. Unafikiri madume unakuwa mapole? Hili ndo tutapata mbegu nzuri hili. Bonge la dume. Basi sawa. Haya fresh mida sasa. Hapa tumebidi tukawahasi hawa kwa wanalima.
Kevi. Oza bro. Samahani njoo. Fresh nyaji. Poa poa. Da imekuwa kama bahati mzee. Unaelekea wapi? Anaelekea kumena katikati kuangalia mazingira, si unajua tena. Si useme. Unasema nini tena blaza? Maana bwana wewe kijiji kizima cha watu Kevi. Hivyo pengine umepita huko watu washafichwa wake zao ujue. So kweli blaza, mambo mengine uongo hayo. Watoto tunaendeleza babu zenu nyinyi. So kweli, unajua afu mimi mwenyewe ni mtulivu, sema tu watu jinsi wanavyonichukulia ndo hivyo, lakini mimi ni kijana mpole tu. Kwa nini sasa? Wewe ndio unaendelea babu yako wewe, maana mwanangu mwanamke kikuona tu mwenyewe utasikia Kevi. Hamna bro, wanakudanganya sio kweli. Yaani mimi huku najiona mimi ni kijana mtulivu sana, yani sina mambo mengi kama unavyoniona hivi. Wao wananisingizia blaza. Wengine nyinyi mnaendeleza babu zenu nyinyi. Wewe mwanamke kikuona anakupenda mwenyewe. Lakini blaza tuachane nayo. Sasa unajua na jambo langu hapa, nimejaribu kuhangaika mwenyewe lakini nimefeli. Bwana, ndio. Hivi uko kijijini unapopita pita, maana yeye bwana ni mjanja na anajulikana sana. Haujai kusikia mtu labda anataka kununua mifugo? Bongo kwa kweli sijasikia mtu anaotaka mifugo. Kwa kweli hapana. Maana aisee. Nataka kusukuma hizi mali. Blaza, unamjua mzee Utemi wewe? Unataka usukume hii mali utamuelewa kweli? Wewe mzee yenyewe nimekaa naye chini nimezungumza naye mwenyewe akasema tafuta mteja tujue tunafanyaje. Sio mimi ndio mtu wa kiume mkubwa hapa. Mna kwa jinsi ninavyomuelewa yule mzee uongo hawezi kukubali kabisa. Yaani uuze ng'ombe? Hapana. Ni baba yangu na mimi yeye pamoja na mdogo wangu tulikaa chini wakasema kwa sababu kipindi hichi ni cha kiangazi majani hakuna, hawa ng'ombe wasije wakafa. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo nitafute mteja tufanyaje? Tuwauze. Kuna na nini? Wasije wakatufia hapa. Sio kwamba eti swala ambalo nimejiamulia. Wewe siwezi kumpona huyo mzee kama unavyosema. Hata kama ningesubutu. We, ya Utemi we. Hapana. Hiyo siwezi kukubaliana nayo. Kwa nini unajua? Yule mzee mimi namjua. Yaani japo sio mzee wangu ila namjua yule mzee ni mkoloni, niwezi kuuza mali akakuangalia hivi hapana. Kwa hiyo mwanangu ndo unanikatalia. Bwana wewe baki na issue zako tena, mimi usinishirikishe. Hizi issue zingine uongo kabisa. Sikiliza Kevin. Hapana, siwezi. Bado endelea. Sasa pia mwanangu, hizi habari ziishi hapa. Nikizikuta zimezegaa mtaani huko, wewe utajua wewe bwana. Hivyo watu wengine vipi Sasa mzee inabidi hizo dawa ulizopewa. Mzee, ndio. Wewe unameza dawa. Mwanangu, masharti ya daktari mimi lazima niyazingatie. Sawa. Siwezi kupuuza hata kidogo. Bila hata kuambiwa. Tena hicho ndio unachokitaka. Mzee wangu, kwa jinsi ninavyokupenda, unajua wewe ndio umebaki peke yako hapa duniani. Ni kweli. Baada ya mama kuwa ametangulia, wewe ndio umebaki kama nguzo yetu. Nafikiri ukituache itakuwaje? Jitahidi na kula unakula hapa. Nitakula. Tena jitahidi unanikamulia maziwa sasa. Hilo lenyewe babangu halina shaka. Kwa maziwa fresh ndio mwenyewe. Sasa maziwa fresh na dawa wapi na wapi mzee wangu? Mwambie kaka yako ananiletea hapa. Haina sababu. Sasa nasikia wewe anakata dawa yale. Anakata dawa eti. Lakini nitajitahidi kwa masuala ya vyakula. Nitapambana kwa kila hali mzee wangu. Kama chakula kabisa unakuwa cha kutosha. Maana mzee wangu nakujua, huwa ni mvivu wa kula. Zingatia muda wa kula na pia uzingatie na muda wa dawa. Mimi kila kitu alichonielekeza daktari ndio lazima nikifuate kama alivyosema. Sawa, kwa hapo kwa kweli itakuwa ni jambo jema, maana afya yako itazidi kuimarika. Na sihitaji nikukose, nitafanya kila njia na wewe jitahidi, na nitakuwa nakukumbusha muda wa kumeza dawa na muda wa kula. Mimi lazima nizingatie ratiba ya daktari yote. Sawa.
kuwachunga. Japo huwa ni mbishi wakati mwingine ukimwambia kuchunga na. Hodi hapo. Karibu. Fresh kama. Marhaba, hujambo? Jambo za hapa. Nzuri, za nyumbani. Mzima kidogo. Unaumwa? Naumwa. Aise pole sana mzee. Asante sana. Fresh kama. Aise, marhaba bwana. Mzima habari za huko. Fresh za hapa. Fresh, mambo yanaendaje? Kabisa. Leti habari. Karibu tukae. Asante. Kumpatia hata kigoda. Sikai. Nilikuwa napita tu na wasalimia. Hali sio mbaya bwana. Siku hizi shavu linanona kidogo. Ndio hivyo, si unajua maisha ni kupambana. Leti habari. Habari kwa kweli. Leo asubuhi nilipita hapa, sio mkuepo. Asubuhi tulikuwa tumeenda hospitali, nimpeleka mzee. Ila asubuhi nilipita hapa, nikamkuta Beni pale zizini. Alikuwa ananiulizia mteja wa kuuza ng'ombe. Kuuza ng'ombe? Ndio. Ifa. Hizi ng'ombe. Mimi nikajua labda kwa sababu unaumwa, unauza ng'ombe kwa ajili ya matibabu. Mimi sio wa kuuza hizi ng'ombe jamani. Hivi Beno ana uwezo wa kufanya hivyo? Unamwona kichwa chake kiko sawa hivi? Ukorofi wake wale unafikiri ni mchezo. Yeye anaweza kafanya. Nilipopita nimeenda wakati narudi nikakuta pale zizini ng'ombe hamna. Kevi, unahakika unachokisema? Ndio. Mzee, nilikwambia mimi huu Beno sina imani naye. Kwa hiyo kwani makini, inaweza kuwa zile ng'ombe zetu tayari kafanyaje, kashaziuza. Ni Kevi. Ndio hivyo brother. Inawezekana hajaenda hata kuchunga hizo ng'ombe. Mzee, mimi nilikwambia. Yaani mimi nilikuwa na wasiwasi naye tangu ile asubuhi tunaondoka. Ngoja tuangalie, tuendelee na uchunguzi kama ni kweli. Mzee. Baba. Unaona sasa. Baba. Mzee. Oya, baba. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nilijaribu kutafuta kwenye simu lakini kuweza kupatikana. Kwa mambo yote niliendesha mimi, masuala maziko nini niliendesha mimi kwa kushirikiana na majirani zetu. Pole sana. Sasa huo ulisi alokuandikia alisema mimi nalisi nini? Wewe brother, ulisi wako ushachukua mapema kabisa. Ulisi wako ushachukua. Nadhani na kumbukumbu tosha wale ng'ombe leo wauza. Kwa hiyo urithi wote mzee amenirithisha mimi. Alisema wewe urithi wako tayari ushabeba. Kwa hiyo amekuhusisha nini? Mali zote ambazo tulikuwa nazo. Kwanza amenirithisha hii nyumba ambayo tunaishi mpaka leo. Lakini pia kuna ile nyumba ambayo tulianza kujenga. Lakini pia sio wale ng'ombe tu ambao uliowauza. Mzee alikuwa ameshanunua ng'ombe wengine akalisisha kwa mzee Oscar. Kwa baada hapo akaniandikia wote kwamba nitarithi mimi ng'ombe wale walikuwa kama 6 hivi. Pamoja na hii nyumba ambayo tunaishi na ile tulianza kujenga na mashamba yote ambayo tulikuwa tunalima. Kwa hiyo mimi ulisangu ulikuwa ni wale ng'ombe tu. Eti. Hapo siwezi nikajua. Na ndivyo inavyoonekana. Okay, sawa. Naomba unipeleke kwenye kaburi la mzee. Kaburi la mzee nitakupeleka. Lakini unaona sasa hivi muda umeenda. Kwa hiyo tutaangalia kesho muda ambao utakuwa ni mzuri. Nitakupeleka tu kidogo, kuna umbali kutoka hapa. Ni kule polini kule. Basi sawa. Hamko hamise chulalo. Yaani ya masufuria atakati. Yaani jana nilivyotenga maziwa tu pale, sufuria limekuwa jeusi. Ama kweli 10 ni hatari. Pana kwa jeusi. Ili sufuria hili jinsi lilivyo ili hama sisi mbona atakati? Hawa atakati. Sisi ama maziwa. Wow. Vipi mwenzetu na masufuria?
Yaani hilo ni sufuria tu. Yaani unaongea na vyombo kama vile ni binadamu mwenzio, si ndio? Yaani unaongea na kitu ambacho nataka kiseme. Jamani bebi wangu, unajua hizi kazi tumebambia tu sio zetu. Hii sio fani yetu. Bwana, kazi ni kusaidizana. Na ungekuwa unajua hilo, ungekuwa unakuja kila siku kunisaidia kuosha vyombo, kupika. Nisingekuwa napata tabu hivi. Mimi namuogopa kakaako. Kakaangu mwenyewe kaja jana. Mimi namuogopa. Anaonekana mkali. Wala hata usimwogope. Yule ni mwembwe tu kwa ajili ya mali. Anaweza kukuta hapa mtaa makofi, ngumi. Mbona aliona leo ni gaidi sana? Mbona lina sura ya kipole tu leo? Mimi namuogopa kakaako. Anaonekana gaidi sana yule. Yule shida yake ni mali tu. Tamaa yake iko kwenye mali, lakini mambo mengine liko vizuri tu. Wewe usinipange. Kabisa, na hata hivyo alipo limeshaondoka. Mimi naogopa. Mbona asubuhi na mapanga hapa? Wapi hii asubuhi yote hii? Ili panga naenda kwanza kwenye tofali. Nikitoka kwenye tofali ninapitia kuni hapo mbele. Asubuhi unaenda kwenye tofali? Naenda kwenye tofali, nikitoka kwenye tofali kwenye kuni. Sasa hivi watu wakukute kweli unaosha masufuria mwanaume mzima kweli? Ungekuwa unajua hilo, ungekuwa unakuja kila siku kunisaidia kuosha vyombo, kupika. Nisingekuwa napata tabu hivi. Hizo kuni unakuja kunipikia leo? Leo nitakuja kupikia kuni sio za hapa. Kuni napeleka nyumbani. Ila kunipikia? Nitakupikia. Ngoja niende alafu nirudi nikupikie. Nilijua labda nakuja kunisaidia leo nipikie. Sasa sikiliza. Kwa kuwa mizunguko yangu sio mirefu sana, wala sitokaia. Wewe achana na hilo sikia nitakuja kukusaidia. Wow. Leo mbona nitanenepa? Nitakuja kukusaidia. Sasa achana na hiyo habari ya masufuria, watu wakipita hapa aibu mwanaume unaosha masufuria. Maana hapo unavyoona hivi, nilikuwa nimejidamka hapa. Kichwa nichesha ni haya masufuria. Nilikuwa sasa hivi nishaenda wapi? Malishoni. Nikasema ngoja niamke nioshe tu vyombo kidogo, nikitoka malishoni nijue namna ya kupika. Kwa vile umekuja, afadhali. Uwahi kulisha mbona ng'ombe zenyewe nimepita hapo hamna? Ushazifungulia? Ng'ombe. Ng'ombe wala nimeziacha huko. Kuna mahali nimezificha. Maana ile jamaa baada ya kutoka mjini hapa nimekuwa na dukuduku. Naweza nikaziuza kama zile za mwanzo. Wewe mwenyewe unaogopa unaniambia mimi nisimuogope. Wewe kwa mali. Sasa wewe unafikiri jamaa limeshauza ng'ombe wa kwanza, unafikiri nitaliachia hivi kila saa? Na muamini kiasi hicho. Sasa kama wewe muamini, hata mimi pia simuamini hivyo hivyo. Kwa hiyo hawezi kusumbua. Siogopi, sema tu lilivyo livuta bangi naweza likaziuza, ndio maana nimezificha mahali niwe nazichunga zitoko huko. Yaani na maana yake yote ipo kwenye mali. Tofauti na hapo wala hana shida yoyote, wala hawezi kupiga mtu, wala sio mkorofi kivile. Kama hivyo sawa, unanishawishi kidogo lakini aliogopa yule jamaa hilo. Basi ngoja niwahi kunywa. Sawa baby, leo najua nitakuwa chakula kitamu. Yaani wewe na mesa achana na masufuria, tutakuta unaosha masufuria itakuwa aibu bwana. Bwana ngoja niache cha nyoshia na kunywa. Nashukuru kwa kweli. Sasa ndo uinuke. Hapa ni watu wapita kuputa hapo hapo umesha. Yaani inabidi nifanye jitihada tu kwa kweli nikuweke ndani mtoto, maana hizi tabu hizi ninazozipata nitazipumzika. Lakini hautokawia? Sitokawia kurudi baby. Eti? Leo nahitaji nije nile chakula chako kitamu sana. Sasa siwezi kukawia, nitajitahidi nifanye haraka ili nije nile chakula chako. Basi sawa, ngoja niende niwahi nije nikupikie. Sawa baby. Haya baadaye. Kazi njema. Ngoja nami niwahi sasa nipeke mifugo huko. Haya poa, bye. Haya sawa. Haya baadaye basi. Haya poa baby. Haya.